Bwana, hawa ni kuku wetu sisi KingoFarm. Tumewafuga hapa, unaona kwenye hili litenga. Leo wanauzwa, lakini kitu ambacho ninataka nikwambie, hawa kuku wana siku 18 na wameshaingia sokoni. Moja ya kitu ambacho huwa tunasisitiza sana sisi hapa kama KingoFarm ni kufuga kuku kwa muda mfupi. Yani ufuge kuku kwa muda mfupi ili uweze kuwauza, hasa hawa kuku wa nyama. Kama unafuga broiler au unafuga kuku chotara kwa ajili ya nyama, ni muhimu sana kuzingatia hivi vitu. Sasa nitakuelekeza mbinu ambazo sisi hapa huwa tunatumia ili ndani ya muda mfupi tu kuku wako waweze kufikia uzito ambao unaweza ukawaingiza sokoni tena kwa gharama kubwa. Hii itakusaidia vitu vifuatavyo. Moja, itakupunguzia bajeti. Sehemu ambayo ilitakuwa labda utumie mifuko 10, utajikuta umetumia mifuko 6 na mifuko ya chakula 4 imebaki. Kwa hiyo inakuwa inaingia kwenye sehemu ya faida. Jambo la pili, ukiweza kufuata hizi mbinu ambazo ninakuelekeza hapa, zitakufanya wewe mfugaji uweze kuwa na mizunguko mingi kwenye ufugaji wako. Kwa mfano, labda kwa mwaka huwa unaweka mizunguko labda 10 ya kuku. Yani unaingiza bandani unatoa kuku, unaingiza bandani unatoa kuku. Ukifuata hizi mbinu bwana, zitakusaidia wewe mfugaji kuweza kuwa na mizunguko mingi. Labda kutoka kwenye mizunguko 10 kwa mwaka, utajikuta unakwenda hadi mizunguko 13 ndani ya mwaka mmoja, na hivyo itakutengenezea faida kubwa sana. Hilo ni faida tu ya pili. Faida ya tatu ambayo ninaweza nikakwambia hapa, endapo utafuata hizi mbinu ninazokufundisha leo hii hapa, utapunguza riski. Tunasema hasara, baadhi ya hasara. Mfano, kuku ambao umekaa nao bandani wiki 5 na kuku ambao umekaa nao bandani labda wiki 3 au wiki 2.5 ukawauza, ni rahisi sana kupata faida wa kuku wa muda mfupi, kwa sababu kwanza utakuwa umeepukana na vifo, pili utakuwa umeepukana na gharama za huko mbeleni ambazo sio za lazima, utakuwa umeepukana na vitu vingi sana kwenye ufugaji wa hawa kuku, na hivyo itakufanya upate faida nzuri sana kwenye kuwafuga kuku hawa wa muda mfupi. Hizi habari ni ngumu sana kuzipata kwa mtu ambaye sio mfugaji. Haoni uhalisia, atakuwa anaongea tu hadithi, vitu ambavyo havipo. Sasa sisi KingoFarm tunafuga sisi wenyewe. Yani tunapokuambia kwamba siku 18 unaweza kuwafuga kuku, basi ujue kabisa tumewafuga kuku siku 18 na tumewaingiza sokoni. Mbinu ambazo tumezitumia pale ndio tunakuja kukupatia wewe, ambaye ukijaribu na wewe utaweza kufanikiwa. Lakini pia tunalo kundi la mafunzo, ambapo ukijiunga na hili kundi utajifunza namna ya kuwalea kuku tokea wakiwa wadogo kabisa. Utakuwa unaona kabisa kwa vitendo. Hapa shambani tunakuonyesha kuku hawa hapa, tunawapokea, tunawalea. Ndugu zangu, niwasisitizie tu, usije ukaingiaga kufuga kuku huna elimu, yani huelewi kitu ambacho unakifanya. Yawezekana baadaye ukaja kufanikiwa, lakini kwa nini upoteze muda? Kwa nini upoteze pesa zako wakati tupo sisi kama KingoFarm tunatoa elimu kwa gharama nafuu kabisa. Tunatoa elimu kwa shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2 utajifunza ufugaji wa kuku na utakuwa umeelewa. Shilingi 8,000 ni kuku mmoja tu. Kwa mfano broiler mmoja tu ni shilingi 8,000 unatoa ili upate mafunzo ya miezi 2, kuliko ukaingia kichwa utajikuta unapoteza kuku wengi sana. Utakuta unapoteza muda wako, utakuta unaweza ukatoka kabisa kwenye mstari na usiamini kabisa kama ufugaji wa kuku ni fursa ambayo unaweza ukapata pesa. Kwa hiyo kujiunga na kundi letu, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Namba yetu ya simu hiyo hapo, unaweza kuwasiliana na sisi. Lakini pia pamoja na hivyo, tunavyo vitabu. Hivi vitabu vimewasaidia wafugaji wengi sana. Wafugaji wengi sana tumewasaidia kupitia hivi vitabu kupunguza gharama, lakini na mbinu rahisi kabisa za kuwalea kuku. Kwa mfano, kuna ufugaji wa broiler. Kitabu kina maelekezo ya kumlea broiler tokea siku ya kwanza unampokea, booster za asili kumpa mpaka anakuwa mkubwa. Pia jinsi ambavyo unaweza kumchanganyia broiler chakula kuanzia siku ya 18. Kama unaona chakula cha viwandani kimekuwa gharama kubwa, basi unaweza kutumia hizi kanuni ili kupunguza gharama. Safari ya ufugaji pia humu kuna kanuni nyingi sana kwa ajili ya kuchanganyia chakula kuku wa sasa wa chotara. Hiki kitabu ni kizuri sana kwa wafugaji wale wa chotara. Kuna tiba za asili, kitakusaidia jinsi ya kutengeneza tiba za asili kuwatibia kuku wako magonjwa mbalimbali. Magonjwa yote yapo humo. Kuna hiki kitabu cha
ufugaji bora wa kuku wa kienyeji kina maelekezo yote ya namna ya kumfuga kuku wa kienyeji. Kuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, namna ambavyo unaweza kutumia tiba za asili kwa kufuga kuku wako. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 kila kitabu kimoja, na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hatunaga kile kitabu cha hard copy, tunavyo soft copy. Ukitaka vitabu hivi wasiliana na sisi, namba ya simu hiyo hapo. Sasa bwana, ngoja nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukawalea kuku wako na kwa muda mfupi ukawauza. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha unawapata kuku kutoka kwenye makampuni ya kuaminika. Kwa mfano, kuna makampuni makubwa kama vile Interchick, Silverland, ni makampuni ambayo pia yanazalisha vifaranga ambao wana ubora mkubwa. Sasa hawa kuku chotara, wengi sana wanaofuga kuku chotara pia waga wanazalisha mtaani. Kwa hiyo ukipata wale kuku ambao wanazalishwa kwenye mashine huko mtaani, mara nyingi sana unakutaga ni uzao wa pili au uzao wa tatu, kwa hiyo watakusumbua tu kwenye kukua. Kwa hiyo inatakiwa upate wale kuku tunawaitaga F1, first generation. Kwa hiyo jihakikishie kampuni ambalo unaagiza vifaranga ni kampuni ambalo linazalisha vifaranga uzao wa kwanza. Ukitafuta haya mengine, hawa vifaranga mimi naitaga vifaranga wa mtaani, watakusumbua sababu kuna wengine watakuwa haraka, wengine watakuwa wanadumaa. Hivyo tu kuna kadharia fulani utapata na utashindwa kufanikisha ile lengo ambalo ninalisema hapa. Kitu cha pili, hakikisha banda lako lina hewa ya kutosha. Hiki kitu unaweza kuona kama ni masihala, lakini banda likiwa na hewa ya kutosha linachochea sana kuku kukua kwa urahisi. Unaona mabanda yetu jinsi yalivyo, yanapitisha hewa kwa wingi zaidi, kwa hiyo yanasaidia kuku wetu waweze kukua vizuri. Hiki ni kitu muhimu sana ambacho inatakiwa uhakikishe kifanya. Na jambo la tatu ambalo sisi pia watu tunazingatia, hakikisha unatumia kinga mapema sana, unawakinga kuku na magonjwa. Yaani hakikisha unazuia kabisa kuku wako wasije wakapata magonjwa. Sasa ndugu yangu, unakiona hiki kitabu kuanzia peji ya pili mpaka peji kama ya 6 hivi kina kinga zote. Yaani namna ambavyo vyote utaweza kuwakinga kuku wako. Lakini na kitu kingine cha ziada ambacho pia huwa tunakifanya ni kutumia booster za asili. Ukitumia booster za asili bwana, huwa hazidanganyi. Kuku wanakuwa haraka ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo pia itakusaidia sana. Sisi tunatumia sana booster hizi za asili. Hata kwenye kundi letu huwa tunaelekeza, wafugaji huwa wanaona namna ambavyo tunatumia hizi kinga za asili. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu na cha mwisho ninataka nikwambie mfugaji, unaweza ukafuga kuku akafika uzito sahihi, lakini ukakosa mtu muhimu sana ambaye anaitwa mteja. Kwa hiyo unapofanya jitihada zote hizi, hakikisha una soko la uhakika. Hakikisha kuku wako unawauza kipindi ambacho uhitaji wake ni mkubwa. Sasa niwaambie tu, hawa kuku unavyowaona hapa, yani ni kuku wanahitajika sana. Kwa hiyo mteja ndio maana hasiti hata kuwachukua kuku, ajiulize hata mara mbili, kwa sababu anajua kabisa kwamba nikiwakosa hawa kuku nikija kesho sitawaona bandani. Ndio maana ninawapelekea pia wateja kununua. Kwa hiyo unaweza labda ukalenga hata ile misimu ya sikukuu, kwa mfano misimu ya sikukuu zile za Kikristo, za Kiislamu, zile za kuchinja, watu wanachinja kuku, basi hiyo itakufanya pia uwauze kuku kwa haraka na wakiwa bado wadogo. Ngoja tu nikuchukulie mfano kuku mtaani ni wengi, alafu wewe bandani kwako una kuku aina hii, japo wamefika uzito, lakini kuku ambao wapo mtaani wengi wana ukubwa huu hapa, kama kuku hawa hapa. Umeona, hata kama watakuwa wanapishana bei, wateja lazima watawakimbilia kwanza wa kuku, wakiisha ndio watakuja kwa kuku wako. Kipindi wanakuja kwa kuku wako watakuwa tayari wameshakuwa. Kwa hiyo jambo la msingi ni muhimu sana kuwafuga kuku kipindi ambacho wanahitajika ili uweze kuwauza haraka.